Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche ameibuka na kujibu vikali maelekezo yaliyotolewa dhidi yake kufuatia kauli ya kisiasa zilizozua mjadala mzito kati ya vyama viwili vikuu vya siasa nchini. Kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa X pamoja na kurasa zake zingine za mitandao ya kijamii, kiongozi huyo mkuu wa upinzani ameoji misingi ya maadili na utamaduni iliyotumiwa kumkamata amwombe ama ya kumtaka amwombe msamaha aliyekuwa kiongozi mwandamizi wa chama tawala. Mwanasiasa huyo wa upinzani alichapisha ujumbe huu akianzia na kuambatanisha picha zinazomwonyesha aliyekuwa waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba akivutwa na kukabwa na aliyekuwa mkuu wa mkoa na waziri Paul Makonda wakati wa mchakato wa rasimu ya katiba mpya. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alieleza kuwa amesikia kauli ya kiongozi kijana kutoka Chama cha Mapinduzi CCM aliyedai kuwa kumwambia mzee Stephen Wasira staafu siasa kwa sababu ya umri mkubwa ni matusi na ukiukaji wa maadili ya kikuria. Kiongozi huyo wa upinzani alioje iwapo waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba naye zatoka katika mkoa tofauti na mkoa wa Mara, akionyesha kushangazwa na ukimya wa viongozi hao vijana wa chama tawala wakati mzee huyo mstaafu alipodhalilishwa vibaya kimwili na aliyekuwa mteule wa serikali. Mwanasiasa huyo alibainisha kuwa aliyekuwa waziri mkuu mstaafu alifanyiwa vitendo hivyo vya udhalilishaji kwa sababu tu alisimamia msimamo wa wananchi wa kutaka katiba mpya na bora kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu wa Chadema alibainisha kuwa badala ya kiongozi aliyetenda kitendo hicho cha kumshambulia mzee mstaafu kuadhibiwa, chama chake kilimtunza kwa kumpa vyeo mbalimbali vya kiserikali na kisiasa vikiwemo ukuu wa wilaya, ukuu wa mkoa, waziri, ubunge wa kuteuliwa pamoja na uenezi wa chama tawala. Mwanasiasa huyo aliainisha matukio hayo na kuhoji iwapo kumwambia kiongozi mzee astaafu kwa sababu ya kusinzia kwenye vikao vya maamuzi na kupitwa na mambo ya msingi ni kosa kubwa kuliko vitendo vya kupiga na kudhalilisha wazee wastaafu waliofanya kazi nchi kubwa. Mwanasiasa huyu mwandamizi wa upinzani John Heche aliendelea kuhoji iwapo viongozi hao vijana wa chama tawala waliwahi kukemea tukio hilo la kudhalilishwa kwa waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba au kukemea matukio ya raia na viongozi kutekwa chini, ikiwa ni pamoja na kutekwa kwa aliyekuwa katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi na uenezi Humphrey Polepole. Mjumbe huyu mkuu wa kamati kuu ya Chadema alitia mkazo kwa kuhoji iwapo kumwambia kiongozi astaafu na kupisha kizazi kipya ni jambo baya kuliko mauaji yaliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka jana. Mwanasiasa huyo alizua mjadala huo kwa kuuliza iwapo viongozi hao wanajua kuwa wapo pia wazee waliopoteza maisha katika matukio hayo ya tarehe 29 Oktoba. Jibu hilo la makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche lilikuja mara baada ya katibu ya Serengeti ama secretariat ya halmashauri kuu ya taifa NEC organization wa chama cha mapinduzi CCM Patrobas Katiko Chacha kutoa ushauri na maelekezo ya kisiasa. Akizungumza jijini Dar es Salaam tarehe 1 mwezi Agosti mwaka 2026, mtendaji huyo wa CCM alimshauri kiongozi huyo wa Chadema kumwomba msamaha mjumbe wa kamati kuu ya CCM Stephen Wasira kutokana na kile alichodai kuwa ni kauli zilizokiuka miiko, mila na maadili ya jamii ya Wakuria kutoka mkoa wa Mara. Kauli hiyo ya katibu wa NEC wa CCM Patrobas Katiko Chacha ilitolewa wakati alipoweka rasmi jiji ya Dar es Salaam tarehe 1 mwezi Agosti mwaka 2026 mara baada ya kuteuliwa kushika nafasi hiyo ya halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi CCM iliyokutana tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2026.
Mtendaji huyo alieleza kuwa viongozi vijana wanapaswa kuonyesha nidhamu na heshima kwa wazee waliotoa mchango mkubwa katika utumishi wa umma na uongozi wa nchi, baada ya kuwataka wajiuzulu au kustaafu kwa lugha zilizokuwa na staha. Uchambuzi wa kina wa hoja alizozitoa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche unajenga taswira ya msunguano mkubwa ya kiitikadi na kiutamaduni unaoendelea kati ya viongozi wa upinzani na wale wa chama tawala. Sababu kubwa ya msunguano huu ni tofauti ya mtazamo kuhusu nafasi ya viongozi waandamanaji waliopita na haja ya mabadiliko ya uongozi yanayotakiwa na kisasi kipya cha wanasiasa. Chadema kupitia kwa makamu mwenyekiti wake inajaribu kuonyesha kuwa maadili na heshima kwa wazee vinapaswa kutumika kwa usawa bila kuangalia vyama vyao au mitazamo yao ya kisiasa. Athari za majibizano haya kati ya makamu mwenyekiti wa CCM John Heche na katibu wa NEC CCM Patrobas Chacha zinadhihirisha jinsi gani mada za katiba mpya, uwajibikaji na historia ya matukio ya kisiasa zinavyoendelea kuathiri mahusiano ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Hatua ya kiongozi huyo wa upinzani kukumbusha matukio ya kushambuliwa kwa waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba inalenga kuonyesha uwepo wa viwango viwili vya maadili pale ambapo viongozi wa chama tawala wanapokemea kauli za upinzani huku wakipuuza matendo ya furugu yaliyowahi kufanywa na wanachama au viongozi wao. Umuhimu wa ujumbe huu uliowasilishwa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche unatokana na jinsi unavyoguza matukio nzito ya kihistoria na kitaifa. Kitendo cha kuhusisha kauli ya mstaafu kwa mzee Stephen Wasira na matukio ya mauaji ya tarehe 29 mwezi Oktoba pamoja na kutekwa kwa aliyekuwa katibu wa hali ya juu wa chama cha CCM Humphrey Polepole kinapanua wigo wa mjadala kutoka kwenye suala ya maadili ya kikuria na kuwa mjadala wa kitaifa wa haki za binadamu, usalama wa raia na ulinzi wa viongozi wa zamani na wa sasa. Uhusiano kati ya matukio yaliyotajwa kwenye ujumbe wa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema unalenga kuonyesha mifano ya matukio ambayo yeye anaamini kuwa ni uvunjivu mkubwa wa maadili na haki kuliko kauli zake za kisiasa. Mwanasiasa huyo anahusisha mashambulizi ya kimwili aliyotanyiwa waziri mkuu mstaafu Joseph Sinde wakati wa mchakato wa katiba mpya, matukio ya kutekwa kwa mwanasiasa kama Humphrey Polepole na vifo vya raia wakati wa matukio ya tarehe 29 Oktoba kama ushahidi wa mambo yanayopaswa kukemewa kwa nguvu zote na kila kiongozi kwenye uchungu na nchi. Taasisi zinazohusika katika mjadala huu zikiwemo Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha Demokrasia na Maendeleo zinajikuta katika ushindani wa kiitikadi unaotaka na uongozi ama unaotokana na uongozi mpya na matumizi ya mitandao ya kijamii kama jukwaa la kuwasilisha hoja. Chadema inatumia nafasi yake kutetea haki za viongozi wake wa juu na kusukuma ajenda ya mabadiliko ya kikatiba, wakati CCM kupitia viongozi wake wapya walioteuliwa tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2026 inajaribu kulinda heshima ya viongozi wake waasi na kusimamia maadili ya kitamaduni katika majukwaa ya kisiasa.